Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa tunazileta kutoka hapa Tanzania ITV, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem za ndani kila wakati uweze kuzipata kwingine. Lakini cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Rais Samia Suluhu Hassan taabani, ametoroka, hajazungumza chochote baada ya mtoto wake kufikiwa ghafla. Sasa kimenukishwa tena katika taifa hili letu la Tanzania. Hata tukiwa hapa Mbeya tunashindwa cha kusema. Mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana Abdul ameweza kukaliwa kooni. Ni kipi hiki ambacho kimeweza kusababisha Abdul kufikiwa? Sasa iko hivi, serikali ya Samia Suluhu Hassan, sasa hizi ni taarifa za ndani ambazo tumezipata na tukaona tuzianike. Sasa serikali hii iliweza kufanya madhambi maovu, kuwaua Watanzania zaidi ya 10,000. Sasa baada ya haya kufichuka, wanaharakati baadhi yao akina Mange Kimambi, Maria Sarungi, akina Sativa wamekuwa wakieleza yanayoendelea Tanzania hapa na kusababisha mataifa mengine kujua yale ambayo yanaendelea na kujua idadi kamili ya watu ambao waliweza kuangamia kwa kusambaza kanda, picha, na hata kituo cha CNN kiliweza kuangazia haya. Sasa iko hivi, Abdul ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Amekaliwa kooni kivipi? Mtoto huyu Abdul amefikiwa ghafla kwa sababu alienda akatenga hela milioni 10 ili kuwalipa baadhi ya wanaharakati wengine, kando na Mange Kimambi, Maria Sarungi na Sativa na wengine. Kuna wale sasa ni wa serikali. Wanaharakati hawa wengine wako England, wengine wako hapa Tanzania. Sasa kila mmoja anakabidhiwa milioni 10 ambazo ni za Abdul. Unapewa milioni 10 ili kuwatusi Mange Kimambi, Maria Sarungi, Sativa na wale ambao wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kisha milioni 10 hizi unahakikisha ya kwamba ikiwa umelipwa wanaharakati hawa sasa wa serikali, ukilipwa hakikisha unamtetea Samia Suluhu Hassan. Unapoingia mitandaoni unasema rais wetu Samia amefanya maajabu, amefanya mazuri, ametenda maendeleo, na kuwatusi wale wengine ambao wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa tunajiuliza, milioni 10 hizi za Abdul anazitoa wapi? Analipa watu ili kumtetea mamake Samia Suluhu Hassan. Kumaanisha hizi hela ni za Watanzania, wananchi, zile ambazo zinatozwa kama ushuru, kodi ya Mtanzania, ndizo hizi zinatumika vibaya ili kuwalipa wengine, kurusha matusi kwa wale ambao wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, kuitetea serikali katili, kuitetea serikali dhalimu ambayo ipo afisini. Sasa kimenikishwa katika taifa la Tanzania baada ya siri hizi kujitokeza wazi hadharani. Hata sisi tulitumiwa hapa katika chumba cha utangazaji hapa Mbeya Tanzania, tukaona tuzitoe hizi habari rasmi. Sasa kufikia sasa Abdul amekuwa akitumika vibaya. Hivi juzi tu niliweza kuangazia taarifa zake, nikawaambia ya kwamba yeye ameanza kutoa vitisho kwamba itafika wakati Gen Z wakujiwe tena, waanze kulalamika serikali ni mbaya. Kumaanisha kuna mipango maalum inaendelea chini ya uongozi wa sasa, kwamba hawataki yeyote ambaye anazungumza vibaya, anaikosoa serikali ya mamake ya Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe kwa nini Samia Suluhu Hassan hataki kukosolewa. Hakuna hasira kubwa kwa sababu yeye hakuchaguliwa na sisi wa Tanzania. Aliweza kujichagua yeye mwenyewe, kwa sababu wakati wa uchaguzi tuliona maandamano hapa na pale yakatanda, streets zikajaa watu wengi, na baadaye mitandao ikazimwa. Baadaye tukaona tume ya uchaguzi ikimtangaza kwamba ameshinda kwa 98%,
na kuandikisha rekodi mpya tangu taifa letu liweze kujinyakulia uhuru. Hamna rais ambaye aliweza kufikisha idadi ya kura zile ambazo ziliweza kutangazwa milioni 31.7. Yaani aliweza kujichagua. Hakuna yeyote anaelewa nani alipiga kura, kwa sababu maandamano yalikuwa ni kivipi. Kura ziliweza kutumwa kutoka hapa Mbeya, kutoka Dar es Salaam, Dodoma na mitaa mingine ama katika maeneo mbalimbali humu nchini kuelekea katika kituo kikuu cha kujumulisha headquarters. Ni kivipi matokeo hayo yaliweza kurushwa pale licha ya mitandao kuzima kwa wiki moja? Baadaye tukashuhudia aliweza kujiapisha yeye mwenyewe katika uwanja wa kijeshi ambao ulikuwa na ulinzi mkali, na Watanzania wa kawaida hawakuruhusiwa kufika katika uwanja wa kijeshi. Kisha baadaye anaendelea na uongozi, na sasa haya ndiyo yanasababisha hasira kwake, kwa Watanzania wala ambao wanamlaumu kwa kusema ukweli yeye hakuchaguliwa. Sasa hiki ndicho kinamuuma, na tangu aapishwe tumeshuhudia mengi yakifanyika. Maafisa wa serikali wakiaga dunia, wabunge wa CCM wakiaga dunia, madiwani wakiaga dunia, jeshi la polisi likipata ajali wengine wakiaga dunia. Mengi yameshuhudiwa hapa Tanzania, na hii ni ishara tosha kwamba uongozi wake umekataliwa. Uongozi wake sasa hivi hamna yeyote ambaye anautaka. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Mtu analipwa milioni 10 ili kumtetea Samia Suluhu Hassan, ili kutusi akina wanaharakati wala ambao wanasema ukweli na kuikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Hela za Mtanzania, hela za mlipa kodi, hela ambazo zingeelekezwa kwa maendeleo ama kunogesha uchumi, kwa sababu watu wengi hapa Tanzania wanapitia changamoto za hapa na pale, ukosefu wa hela, uchumi ufanyi vizuri vile, na haya ndio yaliweza kusababisha hela hizi vile zinatumika. Mataifa mengine yakajiondoa kutuma misaada hapa Tanzania. Marekani ikajiondoa, Uswidi ikajiondoa, Canada ikajiondoa, bunge la Ulaya likazuia mabilioni ya hela ambazo zingetumwa hapa Tanzania, ambazo zingeweza kutoa usaidizi mkubwa, kwa sababu walisema hawawezi kufadhili udhalimu. Udhalimu ndio huu ambao hela zetu zinaenda kutumika kuwalipa watu kurusha matusi, na zingine kutumika kulipa tiketi ya ndege watekaji kwenda kuchukua mtu ambaye anaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Nitaendelea kufuatilia taarifa zingine, nikizipata nitarejea papa hapa kuhakikisha kwamba na kujulisha kila jambo ambalo linatendeka hapa Tanzania. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, subscribe, washa kengele. Tukutane baadaye. Kwaheri kwa sasa.